Waangalizi wa kisiasa wa Marekani, wadadisi na wabunge kutoka pande zote mbili wamemuonya Donald Trump kwamba asiingize Marekani katika mzozo wa Iran na Israel. Hata hivyo, wamesema kwamba sikiliza Donald Trump, timu yako na wenzako mnapaswa kusema no war with Iran, yani hakuna vita na Iran. Kuunga mkono vita vya Israel dhidi ya Iran kungekuwa kidole cha kati kwa wapiga kura wa Make America Great Again. Hii ni kauli iliyotolewa na Steve Bannon, mshauri wa zamani wa Donald Trump. Unatanguliza utetezi wako na ni sawa, lakini tunapaswa kuweka utetezi wetu kwanza, na kisichoweza kutokea ni kuingizwa kwenye vita vingine. Hata hivyo, kwa upande wa Tucker Carlson, miongoni mwa waandishi wa kongwe wa habari nchini Marekani, anasema ni nani wanaochochea vita? Watajumuisha mtu yeyote aliyempigia simu Donald Trump leo kudai mashambulizi ya anga na ushiriki mwingine wa moja kwa moja wa kijeshi wa Marekani katika vita na Iran, anasema. Kwa upande wake, Senator Rand Paul anasema kwamba ninamsihi Donald Trump abakie katika mkondo wa kutulia nyumbani Marekani, aendelee kuweka Marekani kwanza na asijiunge katika vita vyovyote kati ya nchi nyingine. Hakuna vita na Iran, anasema. Hata hivyo, miongoni mwa watu wengine ni pamoja na Thomas Massie, ambaye yeye anasema kwamba Israel haihitaji pesa za walipa kodi wa Marekani kwa ajili ya ulinzi ikiwa tayari ina silaha za kutosha kuanzisha vita vya kukera. Ninapiga kura kutofadhili vita hivi vya uchokozi. Ujumbe ni mkubwa, vita na Iran haipaswi kuwepo. Amerika kwanza ni bomu la ardhini la kisiasa, anasema kiongozi huyo. Hata hivyo, katika kipindi hiki Marekani inadaiwa kuendesha ajenda ya Marekani kwanza, kuhakikisha uchumi wa Marekani unazidi kukua na kuifanya MAGA, kwa maana ya Make America Great Again, kuwa katika wakati huu. Miongoni mwa wachambuzi wa mambo wanasema kwamba jeshi la Israel linapoongezeka huko Gaza na kuipiga Iran kwa msaada wa Marekani, udanganyifu na kutegemea upande wowote unaporomoka. Msingi wa Trump unaweza kupata chapa ya mpatanishi na haiwezekani kusawazisha na vita hivi vya wakala vinavyoendelea. Kwanza, Marekani tayari iko vitani na Iran kama vile Ukraine, ni pigano la wakala. Pili, mashambulio ya Israel hayafanyiki bila Marekani kuongeza mafuta, akili na mabomu. Matokeo yake ni yapi? Ni kuondolewa kabisa kwa uaminifu wote wa Donald Trump na wakala wake wanaomhusu amani na dili. Kama ilivyo nchini Ukraine, tutarajie hakuna tamko la vita la Marekani, silaha zaidi kwa Israel na vikwazo dhidi ya Iran. Kadi hizo ni janga la nishati duniani, na iwapo mataifa mengine yatachukua muda huo kukabiliana na Israel kutokana na makosa yake ya mara kwa mara ya kikanda. Na vipi kuhusu madai ya Israel inayotawala anga ya Iran? Hilo ni tangazo zuri. Hakuna ukweli unaoelezwa wakati huu. Hata hivyo, wakati huu Wahouthi wanafanikiwa kufunga kwa muda uwanja wa ndege wa Ben Gurion, lakini bandari ya Eilat imefilisika kutokana na mashambulizi ya anga. Israel inaweza kuwa imejitengenezea utabiri wa kujitosheleza wa vita vilivyokuwepo, na viongozi wake wanajikuta wanalia kama mbwa mwitu kutaka msaada wa Marekani, na hatupaswi kuiokoa nchi ya uongo, anahitimisha. Mtazamaji wa The World News, maseneta, wabunge pamoja na baadhi ya viongozi wa zamani katika jeshi la Marekani Pentagon wamekuwa wakionya juu ya vita hivi, kwa maana wataifanya Marekani kutumia fedha pamoja na silaha nyingi kwa ajili ya kufadhili vita hivi, huku wao wakipinga, wakimtaka Donald Trump aangalie kwanza mfumo wa nchi yake wa Make America Great Again, MAGA. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.